Mradi huu lengo lake kubwa ni kuhakikisha tunaongeza jitihada za kuleta usawa wa kijinsia katika nchi yetu. Na kwa kweli niseme mradi huu ni utekelezaji wa maono ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan na Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Zanzibar, katika kuhakikisha kwamba jamii yetu inakuwa na usawa katika nyanja zote, na hapa nazungumzia usawa wa kijinsia. Kwa hiyo mradi huu unakuja kuongeza jitihada, kuongeza chachu, msukumo katika kufikia hilo, kuleta usawa wa kijinsia. Na hilo ni muhimu kwa sababu jamii yeyote, nchi yeyote haiwezi kuendelea kama nusu ya watu wake au takriban nusu ya watu wake, na kwa lengo hili tunazungumzia wanawake waachwe kwenye michakato ya kimaendeleo au wao wanafanyiwa mambo ambayo hayafai. Na kwa sababu hiyo mradi huu umekuja kuhakikisha kwamba basi wote, wanaume kwa wanawake, tunashirikiana bega kwa bega kuleta msukumo wa maendeleo katika jamii yetu, kuleta ustawi na maendeleo katika nchi yetu. Serikali zetu mbili zinaleta fursa nyingi sana. Kwa mfano katika upande wa serikali ya Jamhuri ya Muungano tunafahamu kwamba kila halmashauri inalazimika kisheria kutenga 10% ya mapato yake kwa ajili ya wanawake, vijana, lakini na watu wenye ulemavu. Lakini tunazo fursa nyingi mbalimbali, tuna mifuko mbalimbali, lakini pia tuna taasisi zingine za kiraia, sekta binafsi. Fursa ziko nyingi. Kwa wanawake, wanaume, tuchangamkie fursa zilizopo, tutumie rasilimali zilizopo katika maendeleo yetu, katika maeneo yetu kujiletea maendeleo. Hii ni karama Mungu ametupatia katika maeneo yetu. Nchi zingine wanatuonea wivu, tuzichangamkie, tuhakikishe kwamba basi tunazitumia kama nyenzo kuleta ustawi na maendeleo katika jamii yetu, katika familia zetu, na kwa ujumla wake itasaidia maendeleo ya nchi. Mradi huu una maeneo kadhaa. Kutakuwa na utoaji wa mikopo ili kutoa mitaji, kuongeza kapu la mitaji yenye masharti nafuu kwa wanawake, lakini pia tutakuwa tunaimarisha utoaji wa afua mbalimbali kwa wale ambao kwa sababu moja ama nyingine wanajikuta kwamba wametatizwa katika nafsi zao, tuseme wana changamoto katika nafsi zao, wamefanyiwa ukatili, hususan nalenga wale ambao wamefanyiwa ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo katika mradi huu tutajenga nyumba salama. Tunaita mtu amefanyiwa ukatili katika familia yake, hana pa kwenda, basi hizi nyumba salama itakuwa ni sehemu ya kumuhifadhi huko. Lakini pia kuna wengine wale waliofanyiwa ukatili, wameumizwa nafsi zao, ili ukarudisha katika hali ya kawaida inabidi wafanyiwe unasihi, inabidi wafanyiwe ukarabati, lakini ukarabati wa kisaikolojia. Kwa hiyo mradi huu pia unalenga katika kutoa na kuimarisha utoaji wa huduma za kisaikolojia. Mradi huu pia unaelewa, unasema kwamba wamejikita katika msingi kwamba binadamu anaanza kujengwa akiwa mdogo. Kwa katika mradi huu pia tunaenda kujenga vituo vya malezi na makuzi ya watoto ili kuhakikisha pia tunaongeza jitihada au tuongeza nguvu katika jitihada za kuwalea na kuwatunza watoto wetu vizuri ili waweze kukua vizuri kama wanajamii ambao wanakubalika, kama wanajamii ambao wanategemewa, lakini kama wanajamii ambao na wenyewe wanajitosheleza, wanajitegemea na watatoa mchango mzuri katika ustawi na maendeleo ya jamii na nchi yetu.